pamoja na kujitosheleza kwa chakula kwa 128%. Kwa sasa mwelekeo wetu ni kuendelea kupiga hatua kwenye uzalishaji wa sukari na mafuta ya kupikia, hususan uzalishaji na usindikaji wa alizeti, chikichi na ufuta. Mheshimiwa Spika, kuna mazao ya biashara ambayo yalikuwa yakifanya vizuri sana na kuwanufaisha wakulima wengi, lakini wameathiriwa ama na bei za soko duniani au wawekezaji waliopewa viwanda vya kuchakata mazao hayo kushindwa kuviendesha vyema viwanda hivyo. Tutayasimamia kwa karibu zaidi mazao ya chai, kahawa, parachichi na pamba, tukiwa na shabaha ya kupanua masoko, kuongeza ushindani wa bei na kuwafaidisha zaidi wakulima wetu. Mheshimiwa Spika, serikali ndio imeanza kuona fursa na kuleta mageuzi kwa sekta ya ufugaji. Miongoni mwa ahadi zetu kubwa ni kuongeza eneo lililopimwa na kutengwa kwa shughuli za ufugaji toka ekari milioni 3.46 hadi ekari milioni 6. Hatua hii itaepusha migogoro baina ya wafugaji na watumiaji wengine wa ardhi na itaongeza wigo wa uzalishaji wa malisho ya mifugo ili tuelekee kwenye ufugaji wa kisasa. Katika hatua za kufungua masoko ya kimataifa, tutaendeleza chanjo pamoja na utambuzi wa mifugo yetu nchini ili kuongeza ubora wa mazao ya mifugo, tuweze kuingia kwenye kumbukumbu za dunia na kutambulika sokoni.